ajili ya tenzi. Haleluya. Naomba tufungue namba 12, tenzi za roho namba 12. Tunamhitaji Roho Mtakatifu aweze kutawala kanisa lake, akatawale maisha yetu. Haleluya, haleluya. Namba 12, namba 12.
TWA. Chipukizi wa Injili. Kauli mbiu yetu tunaanza na Bwana, tunachipuka na Injili mpaka tutapokuaze. Kanisa langu, EAGT yetu, habari njema kwa watu wote. somo Masuero, malezi, historia na tabia yake katika jamii. Mstari wa kukumbuka, Esta sura ya 1 mstari wa 4. Neno la Mungu linasema, akaonyesha utajiri wa ufalme wake mtukufu na heshima ya enzi yake, bora siku nyingi, maana siku 180. Amina. Tumshangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Tunahitaji kutunza
Wasalimie wazazi. Bwana Yesu asifiwe wazazi. Shikamoo wazazi. CWI Chipukizi wa Injili. CWI. Somo. Mstari wa kukumbuka. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 19 hadi 21. Neno la Mungu linasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndoa, uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi na mambo na katika hayo naambia ya kwamba, kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba, watu watendao mambo ya jinsia hawataurithi ufalme wa Mungu. Wazazi hawajasikia, turudie somo. Somo. Mtu wa mwilini. Mstari wa kukumbuka. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 29 hadi 21. Neno la Mungu linasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndio haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba, watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa ajili ya watoto wetu, Mungu awabariki sana. Karibuni kwa wimbo wenu mmoja.
Tunasalimu kwa jina la Yesu. Tumekuja kukusifu wewe Bwana, utendaye yale yaliyotushinda. 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 Tulipochoka ulitupa nguvu, tuliposhindwa wewe ulifanya. Tulipochoka ulitupa nguvu, tuliposhindwa wewe ulifanya. Tumekuja kukusifu wewe Bwana, utendaye yale yaliyotushinda. 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 Baada hapo furaha kwaya mtakuwa mnajiandaa kwa wimbo mmoja. Haleluya. Basi nikualike tumwadhimishe Mungu kwa njia ya shairi. Shairi la Pentekoste ambalo linasimamia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Leo tunakushukuru Muumba mbingu na nchi, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, Mungu wa milele yote, una mwanzo wala mwisho. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Mungu mtakatifu uliyetukuka sana, Mungu mwenye nguvu nyingi, Mungu wa uweza wote. Wewe jana hata leo unatenda sawa sawa. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Katikati ya miungu nani afanane nawe? Mungu mkuu sana juu ya miungu yote. Jina lako la ajabu likitajwa linatisha. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Uliyejikamilisha katika utatu wako, Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Leo twakuadhimisha Roho Mtakatifu. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Wewe ni moto ulao, hilo ndilo jina lako. Shadraka na Meshaki hao pia wanajua. Ulishuka kwenye moto kuuzima ule moto. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Wengi tuko kwenye moto, tunakuhitaji sana. Mwingine ni ndoa yake na mwingine ni magonjwa. Ingilia kati Mungu, uzime huo moto. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Mwingine madeni mengi sasa yanamkanga. Huyu naye kwake njaa, ona anakulilia. Anataka kukimbia, waache na watoto.
Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Kazi ya moto ni moja, kuteketeza. Utembee kama moto kwenye kusanyiko hili. Tunakuruhusu Bwana, teketeza taka zote. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Teketeza taka zote, utasanayo magonjwa, huzuni, mateso yote, kuonewa nako pia. Uvumi uliovuma, peperusha hayo yote. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Na ulipowashukia walijazwa nguvu mpya. Nasi tumeketi hapa, utujaze nguvu yako. Mengi yaliyotushinda tutapata kuyaweza. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Tukijazwa tutafanya na dunia ishangae. Kwa vinywa vyao wakili, kweli Mungu anaweza. Kama ilivyotokea na kule Yerusalemu. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Hapa nimefika mwisho, zaidi twakushukuru. Hii ndo ahadi yetu tangu uondoke Yesu, kwamba tutajazwa nguvu, na hivi tumeingoja. Ulishuka kama moto, tushukie tena leo. Ongeza kigelegele kwa ajili ya huyu Yesu. Mshangilie Bwana Yesu kwa makofi na vigelegele. Haleluya! Wangapi wanatamani kwamba siku ya leo wajaze Roho wa Mungu? Piga makofi na vigelegele. Leo kotara ya masairo kota. Leo pokea haja ya moyo wako. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Kama uko tayari utapata. Haleluya! Kama uko tayari utapokea. Mshangilie
Ahimidiwe Mungu aliyetupenda
makofi na vigelegele. Makuhani kwaya kwa pamoja. Mungu awabariki.
karibu mweka hazina kwa ajili ya maelekezo, na Mungu akubariki. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama una fulani ndani ya moyo wako, tuweze kupiga mkono. Amen. Mungu atubariki sana. Basi wakati tunaingia ratiba nyingine ya utoaji wa sadaka, na niweze kutumia fursa hii kuweza kupatia utaratibu wa sadaka. Tutakuwa tuna awamu 3 za kutoa sadaka. Awamu ya kwanza, awamu ya pili na awamu ya 3. Awamu ya kwanza itakuwa sadaka za kawaida au sadaka ya ibada. Awamu ya pili itakuwa sadaka ya shukrani, zaka, sadaka kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya mchungaji wetu, pamoja na sadaka nyingine ambazo tumeahidi kwa ajili ya matukio mbalimbali yaliyoko mbele yetu. Lakini pia awamu ya 3 itakuwa sadaka maalum, sadaka ya maendeleo ya mima, ambayo kiwango cha chini ni shilingi 1000, na sadaka hiyo tunaiweka kwenye bahasha, unaandika jina lako kwa ajili ya kumbukumbu. Bwana Yesu asifiwe. Na mpangilio wa utoaji wa sadaka ni ule ule. Tunaanza na kolamu ya kwanza kina baba, tunafuata ya pili, tunaenda vivyo hivyo hadi tunamalizia kolamu ya mwisho ya kina mama. Kama umeelewa, tuweze kumwagia na mkono namna hii. Amen. Mungu akubariki. Basi unaweza kusimama hapo ulipo sasa. Unaweza kusimama hapo ulipo na unaweza kufumba macho, nami nitakwenda kuomba kwa ajili ya wakati huu. Tuombe. Asante Roho Mtakatifu kwa msaada wako. Tunakushukuru kwa ajili ya yote ambayo unazidi kuyafanikisha katika ibada hii, Mungu ya kipekee. Tazama, ni wakati mwingine tena watoto wako, Mfalme, tunakwenda kutolea sadaka Bwana, kila mmoja kwa kadri ambayo Bwana umemwandaa. Wakati unaokabidhi mikononi mwako, uweza wako na nguvu zako zikapate kuhusika, kila mmoja akapate kutolea kwa upendo na furaha. Ni kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaomba na kushukuru. Amen. Amen. Tusimame wote kwa pamoja. Haleluya. Amen. Yes. Nisikie vigelegele wa mama kwa Yesu. Ongeza vigelegele kwa Yesu. Amen. Vigelegele shingapi? Ongeza vigelegele kwa Yesu.
wachungaji wetu na hadi mbalimbali. Karibuni na Mungu awabariki. Haleluya. Amina, tuone namna hii. Makofi kwa Bwana Yesu namna hii. Nisikie kigelegele. Shangwe shangwe kwa Bwana. Haleluya. Haleluya, tutaimba mbele za Bwana. 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 Tutaimba. Tukipika upele. sadaka maalum, sadaka maendeleo ya bima. Karibuni na Mungu awabariki. Huyo ni Bwana, huyo ni Bwana, huyo ni Bwana, huyo ni Bwana, yeye ni kamanda wa vita. Huyo ni Bwana Yesu, anayefariji pasipo na njia. Huyo ni Bwana, huyo ni
na sadaka aina tatu. Sehemu ya kwanza sadaka ya ibada, lakini sehemu ya pili mafungu ya 10, shukrani pamoja na ujenzi wa nyumba ya mchungaji, sambamba na sehemu ya tatu tunaita dira ya kanisa. Sasa tulipoketi tukaona tunapozungumzia mima kwa wengi inasumbua, kwa hiyo mpaka sasa hivi inaitwa sadaka ya dira ya kanisa. Mungu akubariki kwa kweli uliyetoa. Tumekuwa tukitoa maelekezo, iombee ibada, jiomba kwa ajili ya matukio ya ibada nzima, ikiwemo eneo la matoleo. Jiandae toka nyumbani, ziandae sadaka zako, ziombee, na baada ya kuzitoa unapewa fursa ya kuziombea. Kwa hiyo Mungu akukumbuke katika utumishi huu. Wakati ninaomba na wewe zinenee sadaka hizi, kwa kumaanisha kuna jambo linatokea katika maisha yako, ikiwemo vyanzo vya mapato yako, ili Mungu aweze kutetea, uweze kuendelea kufanikiwa kwa ajili ya mahitaji yako, na kadri ya kufanikiwa kwako, na hakika ndivyo utakavyopata nafasi ya kumtumikia Mungu kupitia mapato yako, ikiwemo utoaji. Tuombe. Baba Mungu, nachukua nafasi kushukuru kwa ajili ya upendo wako wa kipekee. Siku ya leo ni ya kihistoria Bwana hapa ulimwenguni, Roho Mtakatifu aliposhuka, na ndio maana kila mmoja ana furaha, kila mmoja ana imani nawe. Haijalishi tunapita katika mabaya au mema, tukijua ujio wa Roho Mtakatifu ni kila kitu katika maisha yetu. Zaidi ya hayo, tangu mwanzo wa ibada, maombi ya asubuhi, Sunday school ya kubana na watoto, aidha mpaka muda huu wa matoleo, Mungu naomba kuyaleta matoleo haya pamoja na watumishi wako waliotoa. Tunasoma katika kitabu cha Mwanzo neno la ajabu sana, kwamba Mungu hukuzitakabali sadaka za Habili tu, bali ulimtakabali yeye na sadaka zake. Fanya hivyo je watumishi wako wa kike na kiume, ukiwatendea rehema katika shughuli zao ambazo kwazo wanapata mapato haya, ambayo sehemu yake wanakurudishia wewe, kuonyesha upendo, lakini kuashiria kwamba ni wewe Bwana ambaye umewafanikisha. Wengine wanatumia nguvu za giza mafanikio yao, lakini sisi tunakutegemea wewe. Na waombea kwa dhati uwakumbuke, na hasa katika siku hizi za mwisho ambazo ni za hatari, ambazo giza limeapa kushambulia hata vyanzo vya mapato yetu. Na wewe Bwana utapigana nao wanaopigana nasi, utateta nao wanaoteta nasi, na kila silaha itakayofanyika juu yetu, juu ya vyanzo vya uchumi, juu ya afya na kila kiwacho, na majeshi yote ya giza Baba yanashindwa, kwa sababu vita ni vyako, sio vyetu. Tunaomba uwabarikie wanao kupitia matoleo haya. Kazi yako kasonge mbele, uwajilie watoto wako, na mamlaka za giza zishindwe, ili wakaendelee kufanikiwa kwa ajili ya mahitaji yao. Lakini kadri ya kufanikiwa kwao, ndivyo watakavyokutumikia kwa njia mbalimbali, ikiwemo kupitia utoaji. Haya machache nimeomba, nikijua kufanya zaidi ya haya ni katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele. Ongeza makofi na vigelegele kwa ajili ya Yesu. Mshike mkono jirani yako, mwambie simama twende kumsifu Mungu. Mshike mkono jirani yako, mwambie simama twende kumsifu Mungu. Hii ni sifa ya pamoja. Haleluya. Hii ni sifa ya pamoja. Mwambie leo lazima kieleweke. Mwambie leo lazima kieleweke. Mwambie lazima kieleweke leo. Mwambie lazima leo nipokee roho wa Mungu. Mwambie lazima nijaze
Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu.